Hello, habari za leo. Karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea tiba ya busha, tutaongelea sababu ya busha, tutaongelea dalili za busha, lakini madhara ya busha, na mwisho tutaongelea namna ya kuondokana na changamoto ya busha. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una swali lolote ambalo limekuwa likikusumbua, basi usisahau kutuuliza. Tupo hapa JWS Herbal Clinic, tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kuhakikisha au unatoka sehemu ulipo na kwenda sehemu nyingine. Tufahamu kwamba busha ni tofauti na tezi dume. Wengi wanafananisha busha na tezi dume. Busha ni kitu kingine na tezi dume ni kitu kingine. Lakini tunavyoongelea busha, mara nyingi busha tunasema ni mkusanyiko wa maji ambayo yanatokea kwenye korodani au kwenye kende. Ikitokea uzalishwaji wa maji ambao unaishi kwenye vifuko ambavyo vinafunika korodani. Kwa hiyo ule mkusanyiko ikitokea umekusanyika pale, ndio utasababisha busha. Mara nyingi unasikia limevimba kwenye korodani. Lakini tufahamu lile busha kikawaida inabidi liwe na maji ambalo linatakiwa liwe na mililita 0.5 mpaka 2 mililita. Kwa hiyo ikitokea imezidi au yale maji yamezidi, basi ndio hiyo utakuta tutasema una busha moja kwa moja. Sasa tufahamu njia ambazo busha huweza kutokea. Njia namba moja, kuzalishwa kwa maji mengi kwenye vifuko hivi vya korodani. Kwa hiyo ikitokea uzalishwaji wa maji mengi kwenye vifuko vya korodani, basi itasababisha busha. Lakini namba mbili, ufonzaji wa namna maji ambavyo huwa yanafyonzwa, basi ikitokea itiraf kwenye kufyonzwa yale maji, basi na yenyewe itasababisha busha. Lakini pia mfumo wa utoaji wa maji hayo yaliyozidi, ikitokea mfumo wa utoaji yale maji yaliyozidi ukawa una shida, basi inasababisha busha. Lakini pia kasoro kwenye njia ambayo ni kasoro kwenye njia ya korodani ikipita kutoka kwenye tumbo wakati wa uumbaji. Kwa hiyo ikitokea kasoro, basi hiyo ni njia ambayo busha inaweza kujitokeza. Lakini pia tuangalie sababu gani zinazosababisha busha. Lakini namba moja huwa ni maambukizi ya minyoo kwenye korodani. Kwa hiyo kama ikitokea maambukizi ya minyoo kwenye korodani, ni chanzo kimojawapo cha busha. Namba mbili, kugongwa au kupata ajali kwenye korodani, basi pia ni chanzo kingine cha busha. Inaweza kusababisha maji yasiweze kutolewa kama inavyotakiwa. Na mwisho, mtu kuzaliwa na busha. Ina maana wengi wanaozaliwa kabla ya miezi 9 inaweza kapelekea changamoto ya korodani kuweza kuwa na busha. Kwa hiyo hizo ndo sababu zinazopelekea busha. Sasa busha ina dalili gani? Kwanza ni uvimbe ambao unajitokeza au za taratibu au ghafla, lakini pia inaweza katokea mida ya asubuhi na isiwe na maumivu yoyote. Lakini pia kupiga tochi, ule uvimbe huwa unakuta unang'aa, una sura ya mng'ao. Lakini pia ni uvimbe huo unaambatana na mtu kuhisi uzito kwenye korodani, kuhisi uzito au korodani zako ni nzito, basi jua ni busha. Lakini pia kuwa na uvimbe mkubwa, basi hiyo pia inajulisha, ni dalili ya mojawapo kwamba una busha. Sasa mara nyingi madhara ya busha, kwanza inaweza kapelekea busha kupasuka, lakini kujaa damu kwenye vifuko vya korodani, korodani kupungua size, korodani inaweza kupungua size, lakini kukomaa au kukakamaa kwa kifuko cha korodani. Basi hizo ndo madhara ambayo utakayoyapata au kiishi na busha kwa muda mrefu. Na mara nyingi dawa au tiba ya busha huwa ni upasuaji. Sasa upasuaji pia sio tiba nzuri kwa ajili ya busha. Busha unatakiwa utafute dawa. Ukipata dawa nzuri, zinaweza zikayeyusha ule uvimbe au zikayeyusha zikaondoa hiyo changamoto bila tatizo. Tiba namba moja ambayo utakiwa tafuta mbegu za miruru. Tafuta especially ile miruru inayoota nchi kavu, sio inayoota bondeni au kwenye maji. Ile ya nchi kavu, basi utakuwa unatafuna zile mbegu za miruru. Basi ukikosa miruru, basi tafuta kiazi poli. Wengi wanafahamu hichi kiazi poli, utakuwa unachemsha, unakunywa asubuhi, mchana na jioni. Hiyo ndio tiba rahisi ya kuondokana na changamoto ya busha.